Katika soka la kisasa, uwezo wa mchezaji umekuwa si kitu cha kudumu, kwamba mchezaji akiwa mzuri ataendelea kuwa mzuri bila kujali nani anamuongoza. Japo historia ya soka inaonyesha kuwa kubadilika kwa kocha kunaweza kumbadilisha kabisa mchezaji. Karibu twende sambamba. Leo nitazungumzia namna kubadilika kwa kocha katika timu kunavyoweza kuathiri kipaji cha mchezaji. Mtazamaji, ongozana nami, mimi ni David Kiamani hadi pale nitakapotia nanga. Kulingana na mfumo mpya na ukuja na kocha mpya, humfanya mchezaji kushindwa au kuweza kuendana nao. Sababu ni kwamba kila kocha na mtazamo wake wa mchezo. Wapo wanaopenda mashambulizi ya haraka, wapo wanaotaka timu icheze kwa pasi nyingi, na wapo wanaotaka mchezaji akimbie sana na kushambulia kwa nguvu. Mchezaji anapokutana na kocha ambaye mfumo wake unaendana na kipaji chake, huonekana bora zaidi, lakini anapokutana na mfumo usiofaa, hata mchezaji mwenye kipaji kikubwa anaweza kuonekana wa kawaida. Mfano mzuri ndani ya Tanzania ni mshambuliaji wa Yanga Clement Mzize. Kabla ya kuja kwa kocha Mingo Gamondi, Mzize alikuwa anaonekana kama mchezaji mwenye kipaji, lakini ambaye bado hajapata nafasi ya kuonesha uwezo wake wote. Alikuwa anacheza mara chache sana, na mara nyingi alionekana kama mshambuliaji wa kawaida ambaye bado hajakomaa. Lakini baada ya Gamondi kuingia Yanga, mambo yakabadilika. Gamondi alikuja na falsafa ya kucheza soka la kasi, kushambulia kutoka pembeni na kutumia sana washambuliaji wanaojua kutafuta nafasi ndani ya boksi. Mfumo huu ulimfaa sana Mzize. Kocha huyo alimpa uhuru wa kucheza karibu na lango, kutumia kasi yake na kuingia mara nyingi kwenye maeneo ya hatari. Ndani ya muda mfupi Mzize akaanza kufunga mabao na kuonekana kama mmoja wa washambuliaji bora wa Yanga, kile ambacho awali hakikuonekana kama kipaji kisichokuwa na mwendelezo, ghafla kikawa silaha kubwa kwa timu. Mfano mwingine wa Tanzania ni kiungo wa Simba Dadaki Chasambi. Kabla ya ujio wa kocha Fadlu Davis, Chasambi alikuwa anatajwa kuwa na kiwango kikubwa sana pamoja na kipaji kikubwa vya kutosha, lakini mara nyingi alikuwa anacheza bila kujiamini. Alikuwa anabadilishwa nafasi mara kwa mara, na wakati mwingine alionekana kupotea kabisa ndani ya mchezo. Kocha Fadlu Davis alipofika Simba, alikuja na mfumo unaowapa viungo uhuru mkubwa wa kusogea mbele na kushiriki katika mashambulizi. Davis anapenda timu yake icheze kwa nguvu, kwa presha kubwa, na viungo wake wawe sehemu ya mashambulizi badala ya kubaki nyuma kwa muda mrefu. Hali hiyo ilimfaa sana Chasambi. Akaanza kucheza kwa kujiamini zaidi, akaanza kuingia kwenye nafasi na kufunga na kutengeneza mabao mengi kweli kweli. Ndani ya muda mfupi watu wakaanza kumuona tofauti kabisa na jinsi alivyokuwa chini ya makocha waliopita. Hali hii haipo Tanzania pekee, hata kwenye ligi kubwa duniani kuna mifano mingi ya wachezaji ambao walibadilika kabisa baada ya maingizo mapya ya makocha. Mfano maarufu ni Marcus Rashford wa Manchester United. Kabla ya kuja kwa Erik ten Hag, Rashford alikuwa katika kiwango kibaya sana chini ya kocha Ralf Rangnick. Alikuwa hafungi mabao, alikuwa ana kujiamini, na mashabiki wengi walikuwa wameanza kupoteza imani kwake na kuona kuwa kiwango chake kimeanza kupotea. Lakini Ten Hag alipofika, alimpa nafasi Rashford ya kucheza karibu zaidi na lango na kutumia zaidi upande wa kushoto ambao anaweza kutumia kasi yake zaidi. Ten Hag alitaka timu icheze kwa mashambulizi ya haraka na kuwapa nafasi washambuliaji kutumia maeneo ya wazi. Mfumo huu ulimfaa sana Rashford. Ndani ya msimu mmoja akarudi kuwa mfungaji mkubwa na mmoja wa wachezaji muhimu zaidi wa Manchester United. Mfano mwingine mkubwa ni Mohamed Salah. Kabla ya kuanza kufanya vizuri sana Liverpool, Salah alikuwa ameonekana kushindwa akiwa Chelsea chini ya Jose Mourinho. Mourinho alikuwa anapenda wachezaji wenye nguvu zaidi na nidhamu kubwa ya kujilinda. Salah hakupata nafasi nyingi na alionekana kama mchezaji ambaye hawezi kucheza kwenye kiwango cha juu. Lakini Jurgen Klopp alipomchukua Liverpool, alimjengea mfumo unaomtumia sana kwa kasi ya washambuliaji na mashambulizi ya haraka.
Klopp alimpa Salah uhuru mkubwa wa kucheza kutoka kulia kwenda ndani na kuruhusu kutumia uwezo wake wa kufunga ndani ya muda mfupi. Salah akawa mchezaji mkubwa sana duniani kwa uwezo wake wa kufunga, mchezaji ambaye watu walidhani ameshindwa. Akawa nyota mkubwa kwa sababu tu alipata kocha anayeweza kuelewa uwezo wake. Kwa upande mwingine, kubadilika kwa kocha kunaweza pia kumharibu mchezaji. Mfano mzuri ni Jadon Sancho akiwa Borussia Dortmund. Sancho alikuwa mmoja wa wachezaji bora vijana duniani, lakini alikuwa ana uhuru wa kucheza, kutengeneza nafasi na kutumia ubunifu wake mkubwa uwanjani. Lakini alipofika Manchester United alikutana na makocha ambao mifumo yao haikumruhusu mchezaji huyo kuwa na uhuru mkubwa kama aliyokuwa ameuzoea kule Borussia Dortmund. Lakini alipofika Manchester United alikutana na makocha ambao mifumo yao haikuruhusu kucheza kwa uhuru ule aliyokuwa ameuzoea kule Borussia Dortmund. Chini ya makocha kama Erik ten Hag, Sancho alionekana kupoteza kujiamini na kushindwa kurudi katika kiwango chake cha ubora duniani. Hii inaonyesha kuwa si kila kocha mpya humsaidia mchezaji kutengeneza kiwango chake katika ubora. Wakati mwingine mfumo mpya unaweza kumfanya mchezaji ashuke kiwango. Kwa ujumla, kipaji cha mchezaji hakiwezi kutenganishwa na kocha anayemfundisha, kwani yeye ndiye anayemjua mchezaji na kuamua acheze wapi, acheze vipi na atumie namna gani ya kucheza. Ndiyo maana mara nyingi tunashuhudia mchezaji mmoja akionekana hafai chini ya kocha mmoja, lakini kocha mwingine anapokuja ghafla anakuwa nyota bora duniani. Kulingana na kujitokeza kwa hali hii, wachezaji wengi huwa kitafunwa katika midomo ya mashabiki bila kutafuta njia sahihi ya kumsaidia mchezaji huyo. Swali ni je, kumlaumu mchezaji ni njia sahihi ya kumsaidia au itafutwe njia ya kumsaidia? Kuna upande mwingine ambao mara nyingi hausikiki sana. Upande huo ni uongozi katika timu, yani management. Kuna wachezaji wengi wenye vipaji vikubwa ambao kwa miaka kadhaa wamekuwa wakikaa benchi. Kocha mmoja anaondoka, mwingine anakuja, lakini hali ya mchezaji huyo haibadiliki. Msimu mmoja anakuwa benchi, pia hata msimu mwingine hivyo hivyo. Hata kocha watatu au wanne anapofika, bado mchezaji huyo hawezi kupata nafasi ya kucheza. Mwishowe kipaji chake kinaanza kufifia pole pole. Tatizo kubwa katika mazingira haya ni kwamba timu nyingi huwa zinaendelea kumbakiza mchezaji huyo bila kuwa na mpango mzuri wa kumsaidia, kwa kuendelea kumlipa mshahara na kuendelea kumweka kwenye kikosi, lakini hapewi dakika za kucheza wala kumjengea njia ya kurudi kwenye kikosi chake. Kwa muda mrefu mchezaji huyo huanza kupoteza kujiamini na kuhisi kuwa hafai, wakati mwingine hata kama bado ana uwezo mkubwa. Mfano wa hali kama hii umeonekana kwa wachezaji wengi duniani. Mchezaji anaweza kuwa alikuwa nyota katika timu nyingi, lakini anapohamia timu kubwa anajikuta kila kocha anayekuja hampi nafasi. Kadri muda unavyozidi kwenda, mashabiki wanaanza kumwona mchezaji huyo kama kashindwa, wakati alikuwa bora zaidi, huku yeye mwenyewe akihisi kuwa si bora zaidi. Na hapa ndipo tunapozungumzia juu ya athari inaweza kujitokeza kutokana na kuleta kocha mwingine ama kocha mpya. Katika hali kama hiyo, management ya timu inapaswa kuchukua hatua badala ya kuendelea kuangalia kipaji kiteketea. Hatua ya kwanza ni kufanya tathmini ya kweli kuhusu mchezaji huyo. Je, kweli hafai katika mfumo wa timu au mfumo wa makocha aliyoukuta pengine hujaendana naye? Kama timu ikigundua kuwa mchezaji huyo ana kipaji kikubwa lakini mfumo wa timu hauruhusu kuonyesha uwezo wake, basi ni bora kutafuta suluhisho mapema. Hatua nyingine ambayo management inaweza kuchukua ni kufanya mazungumzo ya karibu na kocha kuhusu mchezaji huyo. Wakati mwingine kocha anaweza kuwa na mtazamo fulani ambao haufanyi vizuri kuonesha uwezo wa mchezaji. Viongozi wanaweza kujaribu kutatua kwa kuweza kumfuata na kuzungumza naye namna ya kujengea nafasi ndani ya timu, hata kama si mara zote ataanza kwenye kikosi cha kwanza.
Pia kuna wakati ambao management inapaswa kukubali kuwa ukweli wa kwamba mchezaji hawezi kufanikiwa ndani ya timu hiyo. Katika mazingira kama hayo, badala yake ni bora kumwachia aende mahali pengine badala ya kuendelea kumweka benchi na mwisho wa siku kipaji chake kupotea. Wakati mwingine kuondoka si kushindwa, bali ni nafasi ya kuanza upya. Usiogope kuondoka katika maisha, yani usiogope kuondoka sehemu ambapo upo. Hata katika mapenzi ipo hivyo ndugu yangu, usifosi kukaa sehemu ambayo unahisi utaendelea kuumia. Ondoka, anza upya. Ondoka, anza upya. Narudia tena, ondoka, anza upya, ili kujitengenezea nafasi katika maisha. Ndivyo maisha yalivyo ndugu yangu. Historia ya soka imeonyesha wachezaji wengi ambao walionekana wamekwisha, lakini walipobadilisha mazingira wakarudi kwa bora. Hii ina maana ya kuwa kipaji hakifi kirahisi. Kinachoua kipaji mara nyingi ni kukaa muda mrefu sehemu ambayo haiwezi kukupa nafasi ya kuonesha uwezo wako. Yaani hii hata katika maisha ya kawaida, usipende kukaa sehemu ambayo unahisi ya kuwa huwezi kupata nafasi ya kutengeneza kesho yako bora. Hii ni kodi na kupatia ndugu yangu. Mwisho, inatakiwa kufahamika kuwa jukumu la kulinda kipaji cha mchezaji si la kocha pekee, bali pia viongozi wa timu, washauri wa kiufundi na management kwa ujumla. Kama timu inataka kuwa na mafanikio ya muda mrefu, lazima ijifunze namna ya kutunza na kuendeleza vipaji vya wachezaji wake badala ya kuviacha vipotee taratibu wakiwa bado ndani ya timu. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Safari imefika mwisho, meli imetia nanga, watu wanashuka, safari haiendelei. Itakuwa siku nyingine. Mimi ni David Kiamani, tukutane wakati mwingine. Hii ni Extra Time ya SAUT TV.